taarifa ya kuadhimisha siku ya kupinga ajira za watoto duniani tarehe 12 Juni 2025. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeturuzuku neema ya uhai na uzima. Pia namshukuru Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa miongozo anayotupatia kwetu katika hii ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji. Leo naungana na wananchi wenzangu katika kuadhimisha siku hii muhimu ya kupinga masuala ya ajira za watoto ambayo huadhimishwa ulimwenguni kote kila mwaka ifikapo tarehe 12 ya mwezi wa Juni. Pia namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miongozo anayotupatia, yakiwemo matamko mbalimbali ya kimataifa yanayonasibiana na masuala ya haki na maslahi ya mtoto, ikiwa ni pamoja na mkataba nambari 138 wa mwaka 1973 na mkataba nambari 182 wa mwaka 1999 inayohusu masuala ya ajira za watoto. Pia shukrani zangu za dhati ziende kwa washirika wa maendeleo ikiwemo Shirika la Kazi Duniani ILO, wafanyakazi na watendaji wenzangu wa wizara na taasisi zilizomo ndani yake, bila kuisahau jamii inayotuzunguka ambayo ni muhimili mkubwa wa kuwalinda watoto wetu. Ndugu wananchi, Shirika la Kazi Duniani katika mwaka 2002 ilitoa tamko kwa jumuiya za kimataifa juu ya kuadhimisha siku ya kupinga ajira za watoto. Hivyo kila ifikapo tarehe 12 mwezi wa 6 kila mwaka huwa ni maadhimisho ya kupinga ajira za watoto duniani kote. Siku hii huadhimishwa kwa namna mbalimbali kulingana na ujumbe wa mwaka husika. Ndugu wananchi, Zanzibar ikiwa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeridhia mikataba mbalimbali ya Shirika la Kazi Duniani. Miongoni mwa mikataba hiyo ni mkataba nambari 138 wa mwaka 1973 unaohusu umri wa chini wa kuajiriwa, na mkataba 182 wa mwaka 1999 inasisitiza kupiga marufuku na kuondoa kabisa aina mbaya zaidi ya ajira za watoto. Aidha, katika kuendeleza na mapambano dhidi ya ajira za watoto, vikao mbalimbali hufanyika duniani ambavyo huwa na malengo endelevu ya kupinga ajira za watoto. Mfano, vikao vya kujadili ajenda ya maendeleo endelevu ya 2030, SDG goal number 8.7 inayolenga kumaliza ajira za watoto ifikapo mwaka 2025. Ndugu wananchi, licha ya mikakati mbalimbali iliyowekwa na dunia na nchi wanachama juu ya kupunguza au kuondosha ajira za watoto ulimwenguni na nchi moja, bado suala hili linaendelea kuumiza watu vichwa duniani, kwani takwimu za dunia bado zinaonyesha watoto milioni 160 ulimwenguni kote wamo kwenye ajira za watoto. Ndugu wananchi, Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi mwanachama wa Shirika la Kazi Duniani bado inakabiliwa na suala la ajira za watoto kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Mtakwimu Mkuu wa Serikali kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Mtakwimu Novemba 2024 zinaonesha kuwa watoto milioni 5.1 wamo katika ajira za watoto, ambapo kwa Tanzania bara watoto kati ya miaka 5 mpaka 17 sawa na 25.3 ni watoto wanaofanya kazi. 25.5 ya watoto wamo kwenye ajira za watoto na 24.3 watoto wanaofanya kazi hatarishi, yani hazardous child labor. Na kwa upande wa Zanzibar, watoto wenye miaka kati ya 5 mpaka 17, 7.6 ya watoto wanaofanya kazi, 7.5 walio kwenye ajira za watoto na 7.4 wanafanya kazi hatarishi. Ndugu wananchi, ili kuendelea na mikakati ya kupinga ajira za watoto, Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa kushirikiana na Mtakwimu Mkuu wa Serikali imefanya vikao mbalimbali na wadau wanaohusika na masuala ya watoto, ikiwemo Kamishna wa Polisi, Wizara ya Elimu, Wizara ya Uchumi wa Bluu, Wizara ya Kilimo na Maliasili, Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Wizara ya Mawasiliano na Uchukuzi na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ili kuweka mikakati madhubuti ya kupunguza matatizo ya ajira za watoto kwa upande wa Zanzibar. Miongoni mwa mikakati hiyo ni pamoja na kushirikiana na Jeshi la Polisi, Uhamiaji na Mamlaka ya Usafiri. Tumeweza kupiga kambi katika bandari ili kuweza kulitazama watoto wanaoletwa kutoka Tanzania bara wanaopitia bandarini kwa ajili ya kuja kufanya kazi Zanzibar,
pia kuangalia watoto wanaoweza kusafirishwa kwenda Tanzania bara kwa ajili ya lengo hilo. Aidha, watoto 86 wameingia Zanzibar katika mwezi wa Aprili, wote ni watoto wa kike, na kwa mwezi Mei watoto 90 walioingia Zanzibar, wakiwemo watoto wa kike 67 na wa kiume 23 kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara ikiwemo Mara, Dodoma, Pwani, Lindi, Tabora, Geita, Dar es Salaam, Mtwara, Arusha na Kigoma. Aidha, kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, watoto 4 wamerejeshwa mikoa waliotoka baada ya mwajiri wao kugoma kuja bandarini kuja kuwapokea. Kwa mujibu wa maelezo ya watoto hao, walieleza kuwa wameletwa Unguja kufanya kazi za kuosha vyombo katika migahawa. Ndugu wananchi, wizara pia imeweza kufanya kikao na maafisa kutoka Tanzania bara, kutoka Wizara ya Maendeleo ya Ustawi na makundi maalum ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana na Wenye Ulemavu, ili kuweza kuimarisha ulinzi katika bandari ya Dar es Salaam na kuhakikisha watoto wanaotoka Tanzania bara kutoweza kufika Zanzibar kutumikishwa kwenye kazi za ndani na kazi nyingine hatarishi. Pia maafisa kutoka Zanzibar walikwenda Tanzania bara kujadili mkakati wa kuweka dawati katika bandari ya Dar es Salaam ili kupambana na kadhia hiyo. Ndugu wananchi, Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji kupitia Kamisheni ya Kazi imeweza kuwaondoa watoto walio katika ajira za watoto na walio katika hatari ya kuingia katika ajira hizo, ambapo jumla ya watoto 1630 ambao 1629 kutoka Pemba na mtoto mmoja kutoka Unguja wametolewa na kurejeshwa skuli katika wilaya 4 za Pemba, Mkoani, Chake Chake, Wete na Micheweni. Watoto wa kiume walikuwa 1127 na wa kike 502 na mtoto mmoja kutoka Unguja aliorejeshwa skuli ya Kinyasini. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya mwaka huu 2025 inasema progress is clear but there's more to do. Let's speed up effort to end child labor everywhere. Yaani, maendeleo yanaonekana wazi, bado kuna mengi ya kufanya, tuongeze kasi ili kuondoa ajira za watoto kila kona. Ujumbe huu unasisitiza kwamba ingawa kuna hatua zilizofikiwa hadi sasa, bado kazi haijamaliza. Lengo ni kuhamasisha, kuongeza kasi na juhudi ili kuhakikisha malengo yaliyopangwa yanafikiwa. Lengo la ujumbe huu ni kuongeza ari na ufanisi katika kupinga ajira za watoto dunia nzima. Wananchi, wito wangu kwa jamii na taasisi mbalimbali nchini kiujumla wake ni kuunga mkono juhudi za serikali na kutoa mashirikiano kwa wizara yangu ili kuweka nguvu za pamoja ili kuweza kufikia malengo ya kumaliza kabisa ajira za watoto kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa pamoja tunaweza kumaliza ajira za watoto nchini. Asanteni sana kwa kunisikiliza.